Mimi kwanza ushauri wangu kwa Nana, kulikuwa hakuna haja ya kujibizana na watu wa mitandaoni, kwa sababu always watu wa mitandaoni uwe umefanya kitu kizuri, umefanya kitu kibaya, wao mara nyingi wanaweza wakakushambulia hata kwa kitu kizuri ulichokifanya. Sio, unanielewa? Nianzie kwanza kwa yeye mwenyewe Nana. Yeye kafanya kitu kikubwa sana katika maisha. Na ukiangalia kwa ma-celebrity wa kike wengi ambao wamefanikiwa kufanya vitu vya maana wakiwa katika wakati wao ama wakiwa katika piki yao, Nana ni mmoja wao. Mimi nataka nikwambie, tuna mademu wengi sana Bongo Movie mpaka Bongo Flava ambao walikuwa katika nyakati zao. Nani umemsikia amejenga? Ni wachache sana. Si umeelewa? Lakini wasanii wa kike wako wengi ambao walikuwa wanafanya vizuri, lakini wangapi wameweza kujenga? Na wengine wameweza kudanga hivyo hivyo, tena wamedanga kuliko hata Nana anavyojisemea mwenyewe anadanga. Wao wamedanga labda kuliko hata yeye. Lakini kitu gani walichokifanya zaidi ya kile ambacho yeye Nana amekifanya? Si umeelewa? Kwa hiyo mimi najua hizo ni husda. Ni husda, ni roho mbaya, ni chuki. Kuna baadhi ya mastaa wa kike wanamchukia Nana. Na wanamchukia kwa sababu ya mafanikio ya muda mfupi. Wakati wao wanajikagua, wako kwenye piki muda mrefu, inawezekana wametoka mpaka na matajiri, watu wenye wazifa, lakini hakuna walichoambulia zaidi ya safari za Dubai. Ndio mademu wa Bongo walivyo. Yaani yeye furaha yake akiwa na mwanaume tajiri aende Dubai goende litani, aende China, aende Japani akanunue madela ya 800 milioni arudi hapa. Sio, unaelewa? Sasa Nana maskini na Mungu hana mambo mengi. Kwa muda mfupi ameweza kufanya vitu vya msingi ambavyo ni asset kubwa sana katika maisha. Kujenga ama kununua nyumba ni asset kubwa sana katika maisha. Tutafanya vitu vingi sana, tutanunua magari, tutafanya hivi, lakini ujenzi, ukimwona mtu amejenga mheshimu. Yaani ukiona mtu amejenga hata kibanda, mheshimu, mpe heshima yake. Sababu wapo watu wengi sana wana uwezo wa kifedha, lakini ule mwamko ama ufahamu wa kujenga hawana. Tuna dada zetu tunawajua, haina haja ya kuwataja, walikuwa talk in town miaka 10, 15 mfululizo, lakini wako wapi? Bado wanaishi kwenye nyumba za kupanga. Sasa hizo ni chuki, na hizo chuki zinatoka kwa watoto wa kike wenzake. Hakuna mwanaume anaweza kachukia kile Nana anachokifanya. Wewe mwanaume ukichukia mwanamke anavyodanga, utakuwa na matatizo. Tutakukagua mara mbili, wewe mwanaume kweli? Lakini hakuna mwanaume ambaye anasikia wivu kwa mwanamke aliyejenga, labda kama anavyojisemea yeye kwa kudanga. Hakuna mwanaume anaweza kachukia maendeleo ya mwanamke, hayupo. Kwa hiyo kwangu mimi niwaambie tu wasanii wa kike wenzake, Nana, acheni wivu. Acheni roho mbaya. Acheni roho za husda, roho za chuki, roho za kukanga sumu. Hizo ni roho za kichawi. Hamtaki kumuona mwenzenu anafanikiwa au anapiga hatua kuliko nyinyi kwenye hatua mlizopo. Acheni chuki, acheni roho mbaya. Sio kwamba nyinyi hamkupata nafasi, mlipata nafasi, mkatoka mpaka na matajiri wakubwa kuliko hata ambao wanatoka nao Nana. Lakini mlifanya nini katika maisha yenu? Hamkufanya. Leo hamko kwenye piki. Mimi naongea na watoto wa kike, ma-celebrity wa kike. Hao ndio wanaomshambulia Nana. Hakuna anayemshambulia Nana. Sio mashabiki, sio watu wengine. Ni hawa ma-celebrity wa kike ndio wanaomshambulia Nana. Na wanamshambulia kwa sababu wao muda wao waliuchezea.